wa kampeni ya urithi wa kijani Songwe kwa namna ya utekelezaji wa kampeni ya kulinda misitu, vyanzo vya maji pamoja na maeneo mengine. Serikali imeelekeza kila halmashauri kwa mwaka wanatakiwa wapande miti isiyopungua milioni 1.5 milioni. Lakini ukifanya tathmini utekelezaji wa hii kampeni hatufikii hayo malengo. Tafsiri yake maana katika mkoa wa Songwe tunatakiwa tupande miti isiyopungua milioni 7.5 kwa mwaka. Lakini kama mkoa ulijiwekea lengo la kupanda miti milioni 2, na mimi sitaki kushusha wala kuongeza, lengo hilo tubaki nalo, kwamba twendeni tukapande miti isiyopungua milioni 2 kila halmashauri, na hivyo lengo letu kama mkoa ni kupanda miti milioni 10 kila mwaka. Sasa kwa mwaka huu, hii miti tuliokuwa nayo, miche tuliokuwa nayo, twendeni tuweke mkakati wa kwenda kuipanda, lakini uwekwe mkakati wa kuhakikisha kwamba miti tunayoipanda inatunzwa vizuri, inakuwa. Lakini kuanzia mwakani, taasisi zetu za serikali, sasa hivi tupo katika mchakato wa kuandaa bajeti. Ni wajibu wa kila taasisi, na katibu tawala andaa utaratibu wa kuzielekeza kila halmashauri wazalishe kiasi gani cha miche kulingana na uwezo wa halmashauri. Halmashauri zako unazifahamu mwenyewe. Kila halmashauri ipangiwe idadi ya miche ambayo wanatakiwa kuzalisha na watenge bajeti ya kuzalisha hiyo miche. Jukumu la uzalishaji wa miche sio la TFS peke yake. Hilo jukumu ni jukumu letu sote. Kwa hiyo halmashauri za wilaya zitenge bajeti kuanzisha vitalu vya miche ya miti. Lakini na taasisi zingine zote za serikali, tunapokutana hapa kwenye kikao cha RCC, mimi nataka nione taasisi zenu zinachangia nini kwenye uzalishaji wa miche katika mpango wetu ambao tunakwenda kutekeleza mwaka unaokuja. Mamlaka za maji, mamlaka za bonde, hatuna tu wajibu wa kuweza kutambua vyanzo vya maji peke yake, pia tuna wajibu wa kutengeneza mpango wa kuhakikisha kwamba tunahifadhi vyanzo vya maji. Kwa lazima pia tushiriki kwenye uzalishaji wa miche ya miti, mamlaka zote za bonde, lakini wenzetu wa RUWASA, wenzetu wa mamlaka za maji mjini, pamoja na jumuiya zenu, pamoja na vyombo vya watumia maji. Mimi nataka mniambie mwaka huu, kabla tujafanya kikao cha RCC cha bajeti, nataka nione mchanganuo ambao utasimamiwa na katibu tawala wetu wa mkoa. Taasisi X imeweka malengo ya kuzalisha miche kadhaa kwa mwaka husika. Kama hatuna utaalamu TFS wafanye nini? Wanao. Tunachohitaji sisi ni kuwawezesha tu. Tunawawezesheni, tuzalisheni miche, au vinginevyo mnaweza mkazalisha nyinyi wenyewe, utaalamu mkapatiwa katika maeneo yenu. Kwa jukumu hili tushirikiane taasisi zote tuweze kufikia lengo la kuzalisha miche milioni 10 katika mwaka unaokuja wa msimu wa mvua, ili tuweze kuipanda. Lakini pamoja na taasisi za serikali, wadau wetu, mimi ninawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya. NGOs mnafanya kazi kubwa sana. Ninawaomba pia endeleeni kuweza kutuunga mkono katika uzalishaji wa miche. Yale makampuni binafsi, NGOs, tunawaomba tuendelee. Na nyie pia, kama ingewapendeza, basi tupate commitment ya kila NGO kwamba katika miche milioni 10 sisi kama NGO yetu katika mwaka unaokuja tutawazalishia miche kadhaa. Lakini hali kadhalika kwenye sekta ya madini, ingawa hamjazungumza na nimeona hapa wawakilishi wa wachimbaji mpo hapa, tunashiriki sana katika kiasi kikubwa sana kwenye uharibifu wa mazingira kutokana na shughuli za uchimbaji wa madini. Tungependa chini ya usimamizi wa RMO, nadhani yuko hapa, si ndio? Ningependa kusikia kutoka kwenu katika mwaka unaokuja, kwa kujanzia mwaka huu, mnatuzalishia miche mingapi kupitia sekta ya madini, ili kuweza kuchangia katika ule mkakati wa kuzalisha miche milioni 10 katika mwaka unaokuja. Kwa hiyo ndugu zangu, kwenye eneo la uzalishaji wa miche, kwa sababu miche haitoshelezi, mpango wetu ni huo, kila taasisi ihusike za serikali pamoja na wadau wa sekta binafsi kwenye uzalishaji wa miche ya kutosheleza kwa ajili ya kutimiza mpango wetu wa kufikisha miche milioni 10.